Hello, habari ya wakati huu mpendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tutakuwa na mada yetu pendwa kabisa ambayo watu wamekuwa wakiuliza kwamba kuna madhara gani ya kujinyoosha kwa mama mjamzito. Na leo tutaenda kuona madhara ambayo unaweza ukayapata kwa kujinyoosha ukiwa mjamzito, kwamba ujue kwamba unaweza ukapata madhara gani. Lakini je, kujinyoosha wakati wa ujauzito kuna madhara au ni swala la kawaida? Watu wengi wanasema unaweza kumzuru mtoto, wengine wanasema unaweza kuanzisha uchungu mapema, lakini ukweli ni upi? Wewe unaojua. Tazama video hii mpaka mwisho ili upate kujifunza kile ambacho nitakielekeza kwa wakati hii. Iwe ni mama mjamzito, iwe unatarajia kujifungua, iwe umeshajifungua tayari, ili somo usiliache likupita. Kujinyosha ni nini kwanza? Kwanza kabisa tujue maana yake, kwamba kujinyosha ni kitendo cha kunyoosha mikono juu, kunyoosha mgongo au kubadilisha mkao ili kupunguza uchovu au maumivu ya misuli. Na hali hii ni kawaida kabisa kwa kibinadamu au kwa binadamu yoyote. Hata kwa mama mjamzito ni kawaida. Wakati wa ujauzito mwili hubadilika sana, tumbo linakuwa, mgongo unaelemewa. Kujinyosha huwa ni njia ya mwili kupunguza ule mkazo. Kwa wakati mwingine unakuta sio tatizo sana, lakini je, kuna madhara kwa mama mjamzito au kuna madhara kwa mtoto pia? Habari njema ni kwamba kwa kawaida kujinyosha hakuna madhara kwa mtoto aliye tumboni. Mtoto yuko salama ndani ya mfuko wa uzazi, ambayo humkinga dhidi ya mshtuko, pressure, mgao mdogo wa mwili kwa mama. Na hiyo ni nzuri zaidi, kwamba mtoto anakuwa yuko salama. Hakuna ushahidi wa kitabibu ambao unaonyesha kwamba mtoto kujinyoosha mikono au kujinyoosha mgongo hivyo kwamba kunaweza kawa na kumzuru kwa mtoto au kunaweza kumzuru mtoto. Hapana. Na wakati mwingine unaweza ukajiuliza kwamba ni wakati gani inaweza ikawa hatari, japo ni hali ya kawaida. Ingawa kwa kawaida ni salama, kwamba kuna hali chache ambayo ukizingatia utakuwa salama, lakini pia mtoto atakuwa salama. Na madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa mtoto ni yapi au yanaweza kuwa hatari? Kwamba ukijinyoosha kwa nguvu kupita kiasi unaweza ukasababisha madhara ambayo sio ya kawaida, kwamba ukajikuta unasababisha madhara na maumivu makali ya tumbo. Lakini pia kama una historia ya uchungu wa mapema au matatizo ya shingo ya kizazi, pia usifanye hiyo kitu. Usijinyooshe sana, usijinyooshe viungo kwa muda mrefu sana. Katika hali hizi ni nzuri kumshirikisha daktari wako wa karibu au kufanya mazoezi yoyote ya kunyosha mwili ambayo utakuwa umeshauriwa na daktari wako ili uweze kuyafanya. Lakini licha ya kuwa na madhara, kuna faida za kujinyosha kwa mama mjamzito, kwamba kwa kiasi lakini isiwe sana. Kujinyosha unaweza kusaidia kupunguza maumivu ya mgongo, inaweza kusaidia kupunguza kuvimba kwa misuli, lakini pia kuboresha mzunguko wa damu. Pia itakusaidia kwa hilo kupunguza stress, lakini kupunguza usingizi. Kwa kina mama tunaelewa kwamba usingizi kwa kina mama unakuwa ni very simple, yani kila muda wewe unahitaji unalala, lakini hii itakusaidia kupunguza kulala sana. Lakini hata vile mazoezi ni mepesi kwa nyonga, wajawazito wanasaidia kwa ukubwa sana na kwa zaidi kwa mwili wake. Jinsi gani ya kujinyosha ambayo iko salama, ambayo wewe unaweza ukajinyosha na ukajikuta unakuwa salama? Jinyoshe taratibu, usifanye kwa ghafla. Lakini pia kujinyosha mpaka usababisha maumivu. Vaa nguo huru ambayo haikubani, ni nzuri. Usikae au kusimama kwa muda mrefu bila kubadilisha mkao. Kuwa unabadilisha mkao kila mara. Lakini pia ukisikia kizunguzungu au maumivu makali au kutoka damu, wasiliana na daktari wako wa karibu au tupigie simu ambazo tutakuwa tumeweka hapo. Kama unapata hiyo shida, tutakusaidia kwa ushauri, lakini pia tutakusaidia kwa tiba. Sikiliza mwili wako. Mwili wa mama mjamzito huwa na hekima yake. Yani usikurupuke ile ufanye mazoezi kujiachia. Usikilize mwili wako unataka nini. Lakini mwisho naweza nikakwambia kwamba kwa wewe mama mjamzito usiogope kujinyoosha. Kwa kawaida ni salama na hata kuna na faida zake, imradi tu usifanye kwa miemko au usifanye kwa haraka sana, usifanye kwa nguvu sana, lakini ujinyooshe. Itakusaidia kupata nguvu kwa mwili wako, lakini pia itakusaidia wewe kujisikia uko huru wakati ambako ukiwa
na ujauzito. Kama umefaidika na video hii, tafadhali bonyeza like, subscribe, lakini pia usisahau kushare kwa mama wengine ili wapate somo na wapate darasa zaidi. Karibu sana. Tuandikie maoni yako hapo chini tupate kusaidia.